Elisha akasimama akamwambia, hamjui toka mweha polini. Nasema mimi pae si pae, ila mweha beba vijana. Wakatoka ndugu msituni, wakapita na vijana wote. Haki biashara ya mtakatifu. Usikubali pati ukuze haki pale kwenye kiti. Mungu wako Elohim yuko wapi? Usikubali biashara yako izihakiwe na Mungu. Kuna majina simama kinabii kwenye malango ya biashara. Mwambie Baba, umenizihaki, wamesema sifanikiwi. Nataka Bwana ijulikane. Sitegemei wachawi, sitegemei ilisi, sitegemei waganga. Ninakutegemea Yesu wa Israeli. Mungu anaitwa Mungu wa vita. Unanijua anaitwa Mungu wa vita. Ndio maana anaitwa Mungu wa vita. Ukitaka jina Mungu wa Israeli ni Mungu wa vita. Lini uliona Israeli wakipumzika kwenye vita? Lini? Kwenye historia Biblia. Yani ukitaka kushangaa Biblia inakwambia palikuwa na amani katika nchi ya Israeli miaka 3. Yani Biblia inaandika taifa la Israeli halijawahi kukaa chini, linapiga vita na lipungukiwi nguvu. Na kuombea nguvu ya Roho ndani yako kwa jina la Yesu. Iwe mashariki, nguvu ya Roho pale. Bwana atakuagizia malaika kwa jina la Yesu. Wakuziakie Bwana kulipia pesa. Walioamisha baraka zako Bwana ilote leo. Awafate kwenye mapambo yao, awafate kwenye vilinde vyao, vilinde vya wachawi, vilinde vya frimaso, vilinde vya waganga. Wasiwe na amani kwao. Tofauti ni nini ya dini na watu wa imani? Tuna jeshi linalo operate na watakatifu. Jeshi linaitwa jeshi la mbinguni. Unaogopa tu pepo? Ni tu jeshi tulito hashi. Sisi tuna jeshi linaitwa jeshi la mbinguni. Jeshi la mbinguni lina operate na watakatifu wake. Unashindaje vita? Takurudia kodi nyepesi. Mungu wa Israeli, Bwana wa vita, ndilo jina lako. Bwana wa ndilo jina lako. Jaribu kufundisha kitu kimoja. Fundisha siku nikimtaja kwa jina la Yesu. Mstari wa 9 anasemaje? Anasema, basi kama niishivyo. Basi. Hebu sema basi. Basi. Mwambie mpesi wangu basi. Ulihamisha nyota yangu basi. Uliyefunga ndoa yangu sasa basi. Uliyeharibu maisha yangu sasa basi. Sasa basi. Unajua neno basi? Stop. Yatosha. Sitaki. Haitakuwa. Kama niishivyo. Kama niishivyo. Asema Bwana wa majeshi. Asema Bwana. Nisikilize kodi tata. Kuna mambo utayasema kwa akili na fundisho la kibiblia, lakini kuna neno, sio andiko, neno lenye pumzi. Kama aishivyo Bwana, Roho katika vita. Kama aishivyo Bwana, Roho katika vita. Juu ya wanaokuzihaki na wanaofanyaje? Wanaokutokana. Hivi uoni zihaka? Unatoka ibadani pepo linakunusha. Uoni zihaka? Yani unalala afu unakimbizwa. Uoni zihaka? Unalala afu unapoteza kitu, unaibiwa kitu kwenye ndoto. Hiyo ni zihaka. Unalala na hofu na unamumu. Hiyo ni zihaka. Unalala mapepo ya ni zihaka tu ya wachawi. Sitaruhusu mwanangu katika ulimwengu wa roho. Wachawi wa kuzihaki tu ya Mungu wangu kwa jina la Yesu. Na kuagizia radi za moto tu ya njia zako leo. Maana Mungu ni Mungu wa vita juu yako. Kama unayo imani hiyo, pokea hiyo neema. Bwana apige vita juu ya vita vyako. Ashushe radi za moto, semene. Rudia tisha hiyo kichwa ni basi. Kama niishivyo. Kama ishivyo. Asema Bwana wa majeshi. Asema Bwana wa majeshi. Kama ni Biblia yako ya
Sasa mwenye Android hiyo neno alihamishika, pole kwa ajili yako, na kuliweka kwenye kichwa hiyo discrete hauna. Maana hapa nasubiriwa na kikao cha pombe na kufa na kuzikana. Kwa hiyo haliwezi kukaa. Halafu kuna watu wanapiga vita, wana mabwana wa vita. Wengine si wa gizani, ni wanulume. Huyu bwana wa vita kusikilize wewe sina neno, asimsikilize mwenye neno linalotembea kwenye kichwa na moyo. Na wapenda wale wanipenda, na wale tafutao watafanyaje? Si kweli? Na wapenda wale nao watafutao wata. Ili umpende mtu lazima ugaramike Bwana. Ili umpende mtu lazima ugaramike Bwana. Sure. Lazima ugaramike. Ama upendo ushinda gharama. Ili uone Mungu ana operate na mtu, wewe unajua kuna pendo limekaa ndani yake na kuna gharama imelipwa. Hata wachao ukiona wanakushambulia, giza imekupenda na kuna gharama inalipwa ya giza. Malizia 9. Anasema asema Bwana wa majeshi, Mungu wa Israeli. Sema Bwana wa majeshi ndiye Mungu wa Israeli. Hakika Moabu atakuwa kama Sodoma. Moabu atakuwa kama Sodoma. Na wana wa Amoni kama Gomora. Jina la mtesi wako na swali kufunga kwa jina. Walikuharibu Los, walikuharibu kwa jina. Moabu atakuwa Sodoma, Gomora na Amoni. Anaenda kwenye point za majina. Lango la wana wa Amoni na lango la wana wa Moabu. Sawa. Sikiliza kodi Mungu anayoizungumza. Moabu atakuwa kama nani? Sodoma. Amoni kama nani? Nini kile hapa ni Sodoma na Gomora? Kuchoma moto. Malizia 9 anasema yaani milki ya upupu na mashimo ya chumvi ukiwa daima milki ya upupu achana nayo, shimo la chumvi achana nayo, ukiwa wa daima. Wachawi na watesi wako ndio wanatumia hiyo kodi. Ukiwa wa unajua ukiwa akitazaliwa kitu. Sawa? Tafsiri ya ukiwa akitazaliwa ukiwa hakutajengwa, ukiwa hakuna kitu kipya yani ukicheza siku uliingia kwenye ndoa na roho ya ukiwa ikiingia kwenye ndoa, vile vitu vilikuta kwenye ndoa mpaka wajukuu na watoto, mtoto wa mwisho atakikuta kimezeeka akitembea kike. Inaitwa roho ya ukiwa. Sasa Mungu anachosema hili kumsaidia nani? Haya ni malipizi juu ya watu hawa. Kwa nini wewe urudishie vitu vyako? Hizi ni sentensi tata za kufundisha. Huwa unaenda kuomba lakini haribu ufalme. Ili vitu vyako vitolewe kwa wepesi, lazima uwe na mambo ya kuharibu juu ya ufalme. Neno moja zuri wanalipenda. Bwana anasema, nimemuumba muhunzi akukutae kwa ajili ya kujenga na kuharibu. Muharibu pia kwa ajili ya kuharibu. Kwa Mungu katengeneza, mimi ni mharibifu juu ya mambo ya kiroho. Kisha ndivyo Mungu alivyofanyaje?
Ameniumba niyafanye ya nuruni yakamilike, lakini niwe mharibifu wa vitu vya gizani. So ili ufanikiwe kurejeshewa vitu vyako kirahisi, lazima umharibu kwanza aliyekuharibu. Lazima umfunge kwanza aliyekufunga. Lazima ulipe kisasi kwanza kwenye ulimwengu wa roho, ili vitu vyako vifunguliwe. Maana ukividai bila kuharibu mambo mengi, hiyo vita huwezi kushinda, kwa sababu nguvu iko pale pale ya kwako. Yani unaenda kumnyang'anya mtu gari mwenye nguvu ya fedha, ana security, ana madhabahu na ana fedha, utamweza? Utaomba. Lakini kwa sababu wewe sio mharibu, ndio maana wao wanakuharibu. Ni kweli unaomba, Mungu anajibu, lakini vinaharibika. Kwa nini? Shetani ameinua mharibifu wa kuharibu vitu vilivyokuwa kwako. Ashindwe kwa jina la Yesu. Ashindwe kwa jina la Yesu. Kila mharibifu kwenye maisha yako ashindwe kwa jina la Yesu. Sema, ninakufunga siku ya leo. Wewe mpesi na adui uliyekuja kunifunga na ukaharibu na kuiba yale mambo yameharibika, na kuja kama mharibu leo na haribu madhabahu